Jeshi la polisi limetoa taarifa kwa umma kufuatia taarifa za mtu anayefahamika kama mchungaji Yannick Mbombo. Na nukuu hapa, jeshi la polisi linapenda kujulisha umma kuhusiana na taarifa za mtu anayefahamika kama mchungaji Yannick Mbombo Sele, ambaye kupitia mitandao ya kijamii kumesambaa taarifa zinazodai kuwa ametekwa na watu wasiojulikana jijini Dar es Salaam. Ifahamike kuwa mtu huyu raia wa Kongo ambaye alishawahi kuwa mchungaji kiongozi wa kanisa la Ebenezer Restoration Ministry for All Nation alishawahi kukamatwa hapa nchini mkoani Iringa tarehe 15 Mei 2025 kwa tuhuma za ubakaji na mauaji ya watoto wadogo yaliyokuwa yameshamiri kipindi hicho, ambaye alikuwa akiwashawishi baadhi ya wafuasi wake wawabaki watoto hao na kukinga damu zao kutoka sehemu za siri na kuwaua, kisha wapeleke damu hizo kwa ajili ya kuzitumia kuwafanyia maombi. Mbali na makosa hayo, mchungaji huyo pia alituhumiwa kujihusisha na vitendo vya utapeli na kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu kwa kuwalipa pesa baadhi ya waumini wake ambao walijifanya kuwa ni wagonjwa na wengine walijifanya ni walemavu ili wafike kanisani kwake kwa maombi na kujifanya kuwa wamepona, huku wengine wakijifanya kupiga simu za ushuhuda wa kuponywa na kufanikiwa shida zao kupitia vyombo vya habari alivyokuwa akivitumia kutangaza kanisa lake mkoani Iringa. Baada ya uchunguzi wa kina, alibainika kuwa mchungaji huyo pia alikuwa akiishi nchini kinyume cha sheria baada ya kuingia nchini bila ya kibali chochote. Kutokana na hayo, jeshi la polisi limeshangaa baada ya kuona taarifa hizo zilizosambaa kupitia mitandao ya kijamii kuwa mchungaji huyo ametekwa na watu wasiojulikana. Baada ya kuiona taarifa hiyo, jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi mpaka pale zitakapobainika taarifa kumhusu mtu huyo. Taarifa hii imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, Mahakama Kuu ya Polisi Dodoma. Kutoka hapa Azanta Media, mimi ni Amina Lumwecha. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.